umoja huu ambao ulianza na vijana 600,000 na leo tuna vijana 4,681,000. Sisi kama TYM tumekaa, tumefanya utafiti, tumezungumza na wadau wetu ambao ni wako kwenye umoja wetu, wanachama ambao watu walio kwenye umoja ambao wamejiandikisha, tuko takribani 4,400,025. Kwa tukakubaliana kwamba kwa nini watu 4,600,025 usiwe mtaji. Baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali, maana yake tukapata certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi hii kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Nyamongo zamani ilikuwa ni fujo kila siku, yale maeneo yanayozunguka Nyamongo, lakini tukaangalia, tukafanya utafiti, tukagundua vijana wengi pale hawana kazi. Vijana pale wamepewa leseni, takriban vijana 2,000 around ule mgodi tayari wanaweza wakachimba, jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea. Mama huyu aliweza kutupatia sisi TYM vijana mitambo miwili ya kucholongea, ambayo mtambo mmoja gharama yake ni bilioni zisizopungua 18. Kwa mitambo miwili mama watu alijitoa kwa ajili yetu bilioni 36 plus. Kwa nini tukasema kwa nini tusiwe mtaji wa kusema asante mama kwa hili jambo ambalo umelifanya kwa vijana wachimbaji. Leo Benki Kuu ya Tanzania inanunua dhahabu kwa bei ya soko la dunia na inanunua kwa cash. Kwa ina maana mama ameona nchi hii iweze kuwa na reserve ya dhahabu. Tunakwenda kuwa na reserve kubwa ya dhahabu, lakini wakati huo ananunua dhahabu kwa keshi bila kukopa, kama ambavyo zamani tulikuwa tunasumbuliwa na watu, unapeleka dhahabu, unakaa muda mrefu hujaweza kulipa fedha yako. Lakini leo hata hao unaona wa China walioingia technical support wanauza dhahabu yao kwa BOT, kwa sababu wana uhakika wa kupata bei nzuri na fedha cash. Leo hii mama ameweza kusaidia kuangalia na kuhakikisha kwamba bei ya soko la dunia ndio bei tunayopata kwa hapa Tanzania. Leo niwaambie bei ya dhahabu gramu moja inakwenda mpaka 300,000 plus. Kile kigramu ni kidogo sana, lakini tunauza 300,000 plus, na wanaonunua ni BOT, wanashindana na wale wanaotoka nje. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo ameweza kuhakikisha bei ya dhahabu inakwenda sambamba na bei ya soko la dunia. Hiki tunachokifanya ni makubaliano ya kikao tulichokifanya viongozi wa Tanzania Youth in Mining jana mkoani Geita tarehe 26, tulipokutana na viongozi wote Tanzania nzima na kukubaliana biashara madini duniani. Nchi yoyote inayofanya biashara ya madini duniani, madini yale hayawezi yakanunuliwa kama hiyo sehemu ya nchi hiyo kuna vita. Kwa hiyo kama serikali imecheza upande wake, lakini sisi vijana katika kikao chetu ambacho tumekaa jana Geita tumeazimia, kwa sababu tunajua athari ya maandamano na athari ya bidhaa ya dhahabu katika soko la dunia. Kwa hiyo tuliangalia hiyo athari na tukahimiza vijana wetu tuelekee kwenye mlengo wa kufanya kazi ya uchimbaji ili uwe na tija kwa vijana na kumiliki uchumi, serikali iweze kupata kodi na vijana kumiliki uchumi. Tujiepushe na maandamano ambayo hayana tija, na kimsingi dhahabu itashuka endapo tu itakapotokea crisis ya vita katika nchi hii.